Mukhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wanatarajiwa wiki hii kujadiliana kuhusu vita vya Ukraine. Waasi wa M23 waishtumu serikali ya Kongo kuhujumu mazungumzo ya Angola yanayotarajiwa kuanza hapo kesho. Na Marekani imesema itaendelea kuwashambulia waasi wa Kihouthi nchini Yemen hadi watakapoacha kuzishambulia meli za kimataifa. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anapanga kuzungumza na kiongozi mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kesho Jumanne kuhusu kuvimaliza vita vya Ukraine. Trump amesema mazungumzo tayari yanaendelea kuhusu kugawanya mali kadhaa kati ya pande hizo hasimu. Kulingana na Trump, ardhi na mitambo ya umeme ndiyo kiini cha mazungumzo ya kufikia amani kati ya Urusi na Ukraine. Na tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutazungumza kuhusu mitambo ya umeme. Hilo unajua ndio swali kubwa, lakini nadhani tuna mengi ambayo tayari yamejadiliwa sana na pande zote mbili, Ukraine na Urusi. Tayari tunazungumza kuhusu hilo. Jana maafisa wa Marekani walielezea matumaini yao kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine yanaweza kufikiwa katika wiki chache zijazo baada ya Washington kupendekeza kusitishwa vita vya miaka mitatu wakati wa mazungumzo ya Saudi Arabia, pendekezo ambalo Ukraine ililikubali huku Urusi ikiwa bado haijatoa jibu lolote kuhusu pendekezo hilo. Goma. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameituhumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujaribu kuhujumu mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika kesho nchini Angola. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameituhumu serikali ya Kongo kwa kutumia droni na ndege za kivita kushambulia kwa mabomu maeneo yaliyo na idadi kubwa ya watu katika siku za hivi karibuni. Kanyuka amesema hatua hii ya serikali ya Kongo inaonyesha kwamba wana nia ya kuhujumu mazungumzo hayo yanayotarajiwa mjini Luanda. Rais wa Angola João Lourenço alitoa wito wa usitishwaji mapigano kuanzia jana Jumapili, ila pande zote hazikutoa tamko lolote kuhusiana na wito huo. Hata hivyo, serikali ya Kongo ilithibitisha jana kuwa itawatuma wawakilishi wake katika mkutano huo. Sanaa. Marekani imesema itaendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Hayo yameelezwa leo na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM bila kutoa maelezo zaidi. Shirika la habari linalodhibitiwa na Wahouthi 7 limeripoti kuwa mashambulizi mawili ya anga yamefanyika mapema leo kwenye eneo la mji wa bandari wa Hodeida ulioko umbali wa kilomita 230 kutoka mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyoanza Jumamosi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao kwenye miji ya Sanaa, Saada, Al-Baida na Rada yamewaua watu 53 na kuwajeruhi wengine 101. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema nchi hiyo itaendelea kuwashambulia waasi wa Houthi hadi watakapoacha kuzishambulia meli za kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Jerusalem. Wafanyakazi wa mashirika ya misaada katika maeneo ya Palestina wameelezea wasiwasi wao kwamba sheria mpya zilizowekwa hivi karibuni na Israel zinaweza kutatiza kwa kiasi kikubwa kazi za usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wafanyakazi hao wanaohudumia maeneo ya Gaza na ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu wamezitupia lawama mamlaka za Israel kwa kuweka sheria kali na vikwazo mbalimbali ambavyo vinafanya kazi zao kutotekelezeka. Mashirika ya misaada yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika maeneo ya Palestina tayari yanakabiliwa na matatizo mengi. Takriban wafanyakazi 387 wameuawa huko Gaza tangu kuanza kwa vita hivyo. Na hatimaye Washington. Watu 40 wamekufa kufuatia dhoruba kali iliyopiga maeneo ya kusini na katikati mwa Marekani mwishoni mwa juma, huku 12 kati ya hao wakipoteza maisha katika jimbo la Missouri.
Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Marekani ilitahadharisha kuhusu kutokea upepo mkali unaoweza kugeuka kuwa kimbunga katika pwani ya mashariki ya nchi hiyo. Rais Donald Trump alitoa salamu za rambirambi kwa familia zilizowapoteza wapendwa wao, huku akisema kuwa ofisi yake inafuatilia kwa karibu hali hiyo na itatoa ushirikiano kwa viongozi wa majimbo ili kuzisaidia jamii zilizoathiriwa. Na huo, mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wetu, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Na sasa ni kurejeshe kwake Tatu Karema upande wa pili wa studio kwa uchambuzi wa ripoti zetu. DW Dunia Yetu leo mchana. Na mshukran sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Tuliokuandalia mchana wa leo: Rais Paul Kagame wa Rwanda watahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo dhidi ya nchi hiyo. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lafungua rasmi kikao chake cha Machi, na Marekani na wapiganaji wa Kihuthi nchini Yemen waapa kuendelea kushambuliana. Kumbuka mfuatiliaji wetu, pia tunapatikana mbashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube, na pia una fursa ya kutuma ujumbe wako ambao bila shaka baadaye tutausoma kupitia ukurasa wetu huo Facebook pamoja na Instagram. Tafuta tu DW Kiswahili uweze kujiunga nasi. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba wakati mataifa makubwa ulimwenguni yakijiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchi ya Rwanda kwa shutuma za kulisaidia kundi la M23 linalopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Paul Kagame wa Rwanda amewatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Rais Kagame kwa mara nyingine tena ameilaumu Belgiji kutunganisha Rwanda na mataifa mengine, lakini akaahidi kuwa sasa yuko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi. Rais Paul Kagame amesema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena ambapo zaidi ya watu 8,000 walihudhuria tukio hilo. Hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo Rwanda, wakati nchi hiyo hiyo ya Ulaya ikiwa ndio kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Ubelgiji bwishe Rwanda bukicha. Wabelgiji wameua raia wa Rwanda kwa miaka mingi zaidi ya historia hii ya miaka 30 mnayoijua. Wametuua siku zote, kila mara wanakwenda na kurudi. Tumewaonya miaka mingi na sasa tunakwenda kuwaonya tena. Turaza kubihanangiriza n'ubungu. Hotuba hii ambayo ilionekana kufanua kiini cha mzozo mashariki mwa Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa likiendelea kulindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda inalisaidia kundi la M23 ambalo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka majeshi ya serikali. Rais Kagame akizungumza kwa kuchanganya lugha za Kinyarwanda, Kiingereza na Kiswahili amesema Ubelgiji ndio iko mstari wa mbele kuyahamasisha mataifa makubwa kuiwekea vikwazo Rwanda. Akasema Ubelgiji na nchi nyingine za Ulaya ndio zilipaswa kuwekewa vikwazo kutokana na kile yeye anasema nafasi yao katika kuliharibu eneo la maziwa makuu. Sanctions, even the ones responsible. Vikwazo baada ya vikwazo, hata wale ambao wanahusika na tatizo hili wao pia wanaomba vikwazo dhidi yetu. Ni ajabu. Kuna hata wakati mwingine unamuuliza mtu kwa nini mnataka kutuwekea vikwazo, na kwa ajabu anajibu kuwa hajui kwa nini, lakini kwamba anafanya hivyo kwa sababu tu Ubelgiji imeomba wafanye hivyo. Ufite inyunguzi. Nchi za Ulaya, Marekani na jumuiya ya nchi 7 zinazoonekea kiuchumi ulimwenguni maarufu kama G7 zote zimeshatangaza kuwa zinajiandaa kuiwekea vikwazo Rwanda, lakini sasa miito na kauli hizo kutoka mataifa makubwa vinaonekana kumfanya Rais Kagame kuandaa Wanyarwanda dhidi ya athari zinazowasubiri ikiwa mvua ya vikwazo itaanza kunyesha kikamilifu. Kufunga mkanda, mnajua unafunga mkanda, sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Je, kauli hii imepokelewaje na wananchi? Kwizera Emma ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu,
anayechambua kauli ya Rais Kagame kwa wananchi wa Rwanda. Akisema kutokana na vikwazo ambao mataifa yanaendelea, kama mataifa yanaendelea kukamata vikwazo dhidi ya Rwanda, yani kusema Wanyarwanda wawe tayari kufunga mkanda. Kwa maoni yangu ama kwa ngambo yangu, mimi naona kama alikuwa akiarifu Wanyarwanda kuwa tayari kwa kila jambo, kwa kujishughulikia wenyewe bila kutegemea wengine. Rais Paul Kagame amelaani mataifa ya kigeni kufumbia macho serikali ya Kongo ambayo kwa kauli yake inaendelea kushirikiana na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao wanafanya mauaji mchana kweupe dhidi ya raia wa Kitutsi mashariki mwa Kongo, huku jamii ya kimataifa ikifumba macho kama ilivyofanya nchini Rwanda mwaka 94. Silvanus Karemera, DW, Kigali. Shukran sana Karemera kwa ripoti hiyo. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefungua rasmi kikao chake cha Machi ambapo mjadala mkuu utajikita katika hali ya vita inayoendelea mashariki mwa nchi hiyo pamoja na mazungumzo yanayoendelea mjini Luanda kati ya wajumbe wa serikali na waasi wa AFC na M23. John Kanyunyu anaripoti kutoka Kinshasa. Akifungua kikao cha Machi, Spika wa Senate Jean-Marie Sama Lukonde aliwaomba maseneta kuwa makini na hasa kuwa na nguvu ya kutosha ili kukabiliana na changamoto zinazowasubiri katika kikao hiki. Ayons à l'esprit que cette session sera fortement marquée. Tuashirie kwamba kikao hiki kitamulika sana hali ya usalama inayojiri hapa nchini. Wakati tunafungua kikao hiki, miji mbalimbali, wilaya mbalimbali na vijiji mbalimbali vya mashariki mwa nchi yetu vinakaliwa na jeshi la Rwanda pamoja na vibaraka wa M23. Kikao cha Machi kinafunguliwa wakati ambapo miji muhimu ikiwa ni pamoja na Goma na Bukavu pamoja na vijiji kadhaa imeshatekwa na waasi wa AFC M23. Wabunge na maseneta wanakabiliwa na jukumu zito, kwani wakazi wa maeneo haya wanawategemea wao kwa suluhisho la kudumu. Aidha, kikao hiki kinafunguliwa huku serikali ya Kongo ikiwa imekubali kushiriki mazungumzo ya moja kwa moja na waasi. Uamuzi huu umeibua hisia tofauti miongoni mwa raia wa Kongo, hasa ikizingatiwa kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi alikuwa akishikilia msimamo wake wa kutoketi meza moja na waasi. Hata hivyo, baada ya ziara yake mjini Luanda, mazungumzo ya moja kwa moja yametangazwa rasmi. Mbunge Joy Bere Furuguta anayewakilisha Goma, mji unaokaliwa sasa na waasi, anazungumzia kile anachokitegemea kutoka mazungumzo ya Luanda. Kama ni hao wanajua njia yenye tutapata kwa amani, hiyo amani ya kweli na iwe ya mara mwisho, watu banaleta vita ili wasikilike. Tunawapa pole watu wote wanateseka na tunaomba serikali ifungule njia zote ili kwetu amani irudi ya kweli. Ikumbukwe kuwa swala la vita mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa likipuuzwa na wabunge wengi, huku baadhi wakidai kuwa vita hivyo vinawahusu tu watu wa eneo hilo. Hata hivyo, hali ya sasa imeonyesha mabadiliko, huku wabunge na maseneta wa maeneo mengine ya Kongo wakionyesha mshikamano dhidi ya tatizo hili. Wakati huo huo, Rais Felix Antoine Tshisekedi amekutana na mbunge wa Marekani Ronnie Jackson kujadili hali ya usalama mashariki mwa Kongo pamoja na fursa za uwekezaji wa Marekani nchini humo. Serikali ya Kongo bado haijafafanua mpango wote wa ushirikiano wa madini kwa usalama, ingawa inasisitiza kutafuta washirika mbalimbali wa kimataifa. Jackson, ambaye ametaja kama mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, amesema kuwa Marekani inataka kuona Kongo ikiwa katika hali ya utulivu ili kuvutia wawekezaji wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na cobalt, lithium na urani. John Kanyunyu, DW, Kinshasa. DW tunavuma kwa kishindo.